الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا بها جنتك العالية، وعلى آله وصحابه خصوصا بالهجرة والطائفة الأنصارية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إخواني، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la mwanzo na kuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile inavyopasa kuhusia nafsi yangu juu ya jambo hilo. Hawajapatapo watu kukaa wakalifanya jambo lilokuwa muhimu kuliko jambo la kuhusiana ili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kumcha yeye. Ikhwan fillah, hotuba yetu ya leo, kichwa cha habari inasema kwamba siri zilizojificha katika ibada ya kuchinja. Siri zilizojificha katika ibada ya kuchinja. Alhamdulillah, tumeleta hotuba hii. Asilimia kubwa ya Waislamu ibada ya kuchinja hatuelewa vizuri. Wachache ambao walioelewa umuhimu wa kuchinja na ndio ambao wanatekeleza ibada hii ya kuchinja. Kundi kubwa la Waislamu ambao hatujaelewa umuhimu na thamani ya kuchinja, tunasubiri vichinjwa vya Waturuki, Wakuweti na wengine. Wao wachinje, sisi tule. Lau kama ingelikuwa umuhimu wa kuchinja tunajua, basi ghasia na fujo zisingekuwepo kwa ajili ya kugombea vichinjwa ambapo wenzetu tayari wanatekeleza ibada hiyo ya kuchinja. Ikhwan fillah, ibada hii ni ibada muhimu, na jambo la kuchinja ni jambo ambalo wachache walioelewa, hasa ni wale wafanyabiashara. Wafanyabiashara wakubwa wameelewa ibada hii, na ndio maana kila baada ya muda wao wanachinja. Na wale ambao wenye sehemu mathalan magodauni, mayadi na mfano wa hayo, ukenda katika sehemu zao hizo utakuta mbuzi, kondoo na wanyama wengine, na kila baada ya muda wao wanachinja, sababu wameelewa na wanaona umuhimu wao wa kuchinja. Muda si mrefu tutaingia katika ibada hii ya kuchinja. Kila mmoja wetu ajiandae kwa ajili ya kuchinja ibada hii ya udhiya. Allah subhanahu wa ta'ala
anatueleza ndani ya Qur'ani, anasema waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulubi, mwenye kutukuza, mwenye kuadhimisha, mwenye kuenzi yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ndio ucha Mungu. Moja ya kutukuza, moja ya kuenzi ni ibada ya kuchinja ya udhiya. Ikhwani fillah, nikwamisheni kidogo, tumweleze Nabii Musa kwenye kipindi chake, wakati wa Nabii Musa kulikuwa na mtu mmoja mwenyenye, mtu ambaye ni maarufu, mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa, tajiri, lakini bwana mkubwa huyu Mungu alimjalia kutokupata mtoto. Alikuwa na mtoto wa ndugu yake au watoto wawili wa ndugu zake. Watoto hawa baada ya kumwona mzee wao huyu ni tajiri, lakini amefika katika umri fulani, hawa vijana walikuwa na shida ya mali ambayo hawakuitafuta wao, wala mali hile wao haiwahusu. Vijana wale wakakaa wakakubaliana kwamba huyu mzee anachelewa, kila tukiangalia tukisubiri kwamba lini atakufa, lakini bado muda wake kuishi yupo. Sasa tumtangulize akhera. Hawa vijana wakamua mzee yule. Walipomuua usiku, wakamchukua wakampeleka katika mitaa ya mji ule wa baba Israeli. Asubuhi ilipofika, watu wakamuona mzee yule, mshangao ukamjia, nani amemuua? Vijana wale nao wakafika sehemu ya tukio. Walipomuona mzee wao ameuliwa, wakaanza kupiga kelele, kwa kuwa mzee alikuwa ni mtu ambaye mali yake na hali yake ya uchumi ilipokuwa nzuri, alikuwa anawasaidia watu. Watu walimpenda, nyumbani kwake ilikuwa hapakauki na watu. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema khairun nasi anfa'un nasi, mbora wa watu ni yule watu wanapata faida kutokana na yeye. Sasa jamii ilipojua kwamba mzee yule ameuliwa, nani aliyemuua, tayari kwenye mtaa tukaanza kuwa na ghasia, damu inataka kumwagika, fulani anamtumu fulani na fulani anamtumu fulani, mayowe na fujo likawa tayari imeenea. Vijana hawa wakasema haiwezekani, lazima tulipe fidia kwa kuuliwa mzee wetu. Baadhi ya watu wakasema, kwa nini tunagombana? Kwa nini tunakhtalifiana? Indana Nabii Musa, mbona sisi mbele yetu yuko Nabii Musa, tumpelekee tukio hili. Wakaondoka watu wakaenda kwa Nabii Musa. Walipokwenda kwa Nabii Musa, wakamwambia Musa, twambie, mzee huyu ni mwenye manufaa na watu, hana shida na mtu, leo ameuliwa, tunataka utuambie ni nani aliyemuua huyo. Musa akawaangalia
wakati yuko na mjadala na wale watu, wanakujua mtu wao bora ni nani aliyemuua, Allah subhanahu wa ta'ala anampa maelekezo Nabii Musa. Musa anawaambia wale watu, kwa tukio hili na hamjui nani aliyemuua mtu huyo, Allah ametoa maelekezo pale aliposema, qala Musa liqaumihi, kumbukeni Musa alipoambia watu wake katika Bakara, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara, Allah anakuamrisheni kuchinja ng'ombe. Wale vijana wanamwambia Musa, kuna mahusiano gani kuuliwa kwa mtu na kuchinjwa kwa ng'ombe? Kuna mahusiano gani? Sisi tunataka kujua ni nani ambaye alimuua mzee wetu. Vijana wanamwambia Musa, atatakhiduna huzwa, unatuletea masara baada ya kutambia kwamba fulani ndiye aliyemuua, kwa sababu ndio mtume wa Mungu na tunajua Bani Israeli namna walipokuwa majeuri. Sasa kuna mahusiano gani kati ya kuchinja na muuaji? Lakini baadaye wakasema sawa, tutakwenda pamoja na wewe Musa. Haya, ng'ombe huyo aliyemsema Mungu ni ng'ombe wa namna gani tumchinje? Ng'ombe walikuwa wa aina tatu. Walipokubaliana, yule ng'ombe aliyepatikana mwenye sifa ambayo ilikuwepo akachinja yule ng'ombe. Baada ya kuchinja yule ng'ombe, kitolewe sehemu ya mwili wake, kiwiliwili, sehemu ya mwili wa ng'ombe. Inasemekana ulitoka ulimi au mkia, lakini vyovyote vile itakavyokuwa, lakini sehemu ya mwili. Fakulna, tukawaambia hao, idribuhu bibadhiha, ebu mpigeni huyo maiti sehemu ya kiwiliwili chake. Baada ya kuchukua sehemu ya kiwiliwili cha ng'ombe, mpigeni huyo maiti. Na kweli alipopigwa yule bwana akanyanyuka, akawa hai. Alipokuwa hai, akaulizwa, man qatalta, amekuwa nani wewe? Watu wamejaa. Yule bwana akasema, katalani fulana wa fulana, aliyeniua mimi ni fulani na fulani. Kisha akarudi katika hali yake ile ile ya umauti. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza ndani ya Qur'ani, akasema hivi kwenye Bakara hiyo, angalia, jambo la kuchinja likaondosha tatizo la kumwagika damu kwenye jamii ile. Jambo la kuchinja, watu wakapata faida kumjua ni nani aliyefanya tukio hili. Alhamdulillah, kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala inaondosha matatizo ya watu waliokuwa nayo. Kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala
kama umeyumbayumba au anakusimamisha vizuri. Kwenye nyumba ambayo ina matatizo ya maradhi, wakachinja watu kwa ajili ya hawa, na kichinjwa kile sehemu yake kikatolewa sadaka, au watekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa in qataltum nafsan fadara'atum fi, pale ilipouliwa nafsi, fadara'atum fiha, mkahitasumiana, mkagombana, hamkujua jambo gani ambalo, hamkujua kwamba ni nani ambaye aliyeua. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Wallahi, Allah akaweka wazi yale ambayo ingetoka kwa nini mmeyaficha. Allah akambainisha ni nani aliyeua. Sababu ni ipi? Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara. Ikhwanullah, jambo la kuchinja ni jambo lina manufaa makubwa. Antum shuhada, nendeni kwenye mayadi. Mkipita kwenye mayadi, mnakuta kuna mbuzi 60, 20, 30. Wale wanachinja kila baada ya, sababu wanielewa ibada ya kuchinja. Sisi leo tumezongwa na majambo kwa sababu ya kuacha ibada ya kuchinja. Wangapi tukinasa, wangapi tukifeli, wanakwenda kwa waganga, wangapi, na wanapokwenda anaambiwa hii huwezi kutoboa ila uweke mnyama. Hata kama uwezo hana, atafanya vyovyote vile, lazima mpate mnyama na apeleke, na hatimaye atekeleze ibada hiyo ya kuchinja. Vichinjwa hivi ambavyo sio vya kisheria, kwanza ukimpeleka mnyama yule, wewe mwenyewe unayefanyiwa jambo lile hautakiwi ule mnyama yule, wala pesa. Huyu inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara, au anakuamrisheni mchinje. Huyu sehemu utapewa mwenyewe, sehemu utapewa sadaka. Na kuchieni pamoja na kuchia nafsi yao. Muda bado tunao wa kujiandaa kufanya ibada ya kuchinja. Wakati wenzetu wameelekea Maka, wametumia gharama nyingi, pesa nyingi kwa ajili ya kwenda huko. Sidhani mimi na wewe ikatushinda 1,500,000, 2,000,000 kwa ajili ya kufanya ibada ya kuchinja. Sidhani. Tuonyesheni shida zetu za kutunazo katika ibada hii ya kuchinja. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie uwezo wa kuchinja na tufanye wepesi ili mambo yetu yaende vizuri, tutekeleze ibada hii. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu fi qawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا تفريغ. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا بها جنتك العلية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كما تحب الله صلاة دائمة برب الله. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ikhwani, na kusieni tena mara ya pili kama vile inavyopasa kuhusia nafsi yake. Ndugu zangu, kama tulivyosema, siri iliyojificha katika ibada ya kuchinja niko ndoka nacho tutakapoulizwa kwamba leo msikitini hutuba ilikuwa ni nini, kichwa cha habari kilikuwa namna hiyo. Nikumbushe, tuko ndani ya mwezi wa 11. Huu tuliokuwa nao ni mwezi wa 11, wanaita Dhulqaada, sisi tunaita Dhulhijja. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, katika miezi iliyotajwa ndani ya Qur'an katika Tauba ni miezi 12. Tukasikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi. Minha, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Miezi mitatu imefatana, mwezi mmoja uko peke yake. Katika miezi iliyofatana ni mwezi huu wa Dhulqaada au Dhulqaada au Dhulqaada, yote inakuja hiyo. Lakini huu mwezi wa pili Dhulqaada ni mmoja wa miezi mitukufu, mwezi wa 11 na mwezi wa 12 ambao ni mfungo tatu, nao ni mwezi mtukufu, na mwezi wa Januari Muharram nayo iliyofuatana ni miezi mitukufu hiyo. Mwezi uliokuwa peke yake ni mwezi wa Rajab. Sisi tunaita mwezi mfungo 10. Alikwambia Imam, huu ni mwezi mtukufu, lakini baada ya siku chache tuingie mfungo 3. Lakini ndani ya mfungo 3 Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-fajr wa layali ashr wa shafi'i. Masiku haya ni siku ambayo ni muhimu, ni masiku bora kuyafanya mambo ya utamaduni kuliko jambo lolote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kuyafanya mambo ndani ya masiku haya 10 ni bora zaidi kuliko mtu aliyokwenda jihadi. Narudia tena, ndani ya masiku haya ambayo bado siku 2-3 kuingia katika masiku haya 10, kufanya jambo zuri lolote ni bora zaidi kuliko mtu aliyokwenda jihadi. Ataarifuna jihad, kwenda kupigana vita vya Kiislamu, na kwenda vitani kuna mambo kama tunasema. Sasa huyu mtu aliyokwenda kupigana vita na huyu mtu ambaye akalifanya jambo la kijamii, jambo likawa zuri, ni bora mtu huyu kuliko aliyokwenda kupigana vita jihadi. Ila mtu ambaye aliyekwenda kupigana vita
jihadi atakuwa bora zaidi kuliko aliyoafanya amalu salihu ndani ya masiku haya, mtu ambaye kharaja binafsihi wa bimalihi. Katika jihadi amekwenda yeye mwenyewe, na katika jihadi hile ametumia pesa yake mwenyewe. Yani sehemu, mfano kuna vita, Waislamu wanapigana Palestina, ukaiandaa safari, ukatafuta visa wewe mwenyewe, kila kitu wewe mwenyewe, tiketi wewe mwenyewe kwa mfuko wako, alafu ulipokwenda Palestina. Natoa mfano, usiseme kwamba niwaambia watu waende kupigana vita Palestina. Natoa mfano, baada ya kwenda kule Palestina, huyu mtu akafa kule. Huyu aliyetoka mwenyewe na mali yake ndiyo atakuwa bora zaidi kuliko mtu ambaye amefanya tendo mema katika masiku haya. Na kuhimizeni na kuhamasisheni na kukumbusheni, tuyafanyeni mambo yaliyokuwa mazuri. Muda wetu uliobakia ni mdogo mno wa kuishi kuliko tunavyofikiri sisi. Tujilazimishe kuyaendea majambo mazuri, inahitaji moyo, hasa katika kipindi ambacho sasa hivi watu dini hatuipendi. Hatuna habari na dini. Tunapenda sana dunia, wakati dunia yenyewe Mtume anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tunamaliza hotuba yao, wadhuha walaili. Nataka tunamaliza vitu pamoja. Allah anamwambia Mtume, wadhuha walaili ma wada'aka rabbuka wala al-akhiratu khairu. Leo dunia ndio tumeiweka mikononi, na sio mikononi kwa sababu katika mkononi za kuponyoka. Dunia tumeweka ndani ya nyoyo zetu. Ufanye chochote ile, bado inabakia. Dini tumeiweka mkononi, ukiona uzito unaiacha, unaondoka zako. Na kusieni, tutengezeni akhira yetu, tufanyeni majambo yaliyokuwa mazuri, kwa sababu maisha tuliyokuwa nayo haya ni feki. Maisha ya kweli ni maisha ya akhera. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tena maisha haya. Wakati fadhali muttaqun ila